Mheshimiwa, hongera na pole kwa safari. Tuko Morocco kwa zaidi ya siku 3, lakini lengo kuu ni kushuhudia fainali na pia kusapoti club kutoka Tanzania, Simba Sports Club, ambao wameipiga hatua kufika hatua hii kubwa sana. Kwa ujumla Afrika inatazama kusubiria mchezo. Binafsi umeona vipi mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo ambao wote dua zetu ni kuiona Simba inapata ushindi katika mchezo wake wa kwanza wa fainali ugenini? Kwanza kwenye swala la safari, usinipe pole, unipe hongera. Tumekuja na ndege ya Mama Samia, very comfortable, na safari ya kuja Morocco ambayo ingetuchukua zaidi ya siku moja, tumekuja kwa masaa 8 na dakika 40 kwenye ndege nzuri, na tukijisikia fahari kabisa kutembea na twiga wetu. Moja. Hili la pili, wote tumeshuhudia mazoezi ya mwisho siku moja kabla ya mchezo ambao unafanyika saa 2 usiku kwa saa za Morocco kesho, na wote tumepata moyo. Timu iko katika hali nzuri, vijana wako motivated, na naamini kwenye yale ambayo wanatakiwa kuyafanya watayafanya kikamilifu, kama ambavyo yale ambayo sisi kama serikali tulitakiwa kuyafanya tumeyafanya kikamilifu, na matokeo ya mchezo wa kesho yatakuwa in our favor. Kwa hiyo naamini tumejiandaa vya kutosha na tutafurahia mchezo. Kati ya miongoni mwa vitu vikubwa vitakavyotokea, lakini kubwa ni tutapata matokeo katika nusu hii ya kwanza ya finali ya Confederation Cup. Mheshimiwa, unatazama mazoezi leo, hali ya wachezaji umeionaje na una lipi la kuambia kuelekea mechi ya kesho? Hali ya wachezaji ni nzuri, kama mimi na nyinyi wote tumetazama mazoezi na mtanielewa, nyinyi ni mashahidi, mtanielewa nikisema kwamba hali ya wachezaji ni nzuri na inatia moyo. Sisi wote ambao tumekuwa hapa tumeyafurahia mazoezi haya ya mwisho kama tunaangalia game yenyewe, na naamini hali hii itajiakisi kwenye mchezo wa kesho. Umepata fursa ya tofauti na sisi ambao tumepata kuweza kuwa na wakati pamoja na management pamoja na bench la ufundi la timu hii. Kwa kile ambacho umekisikia kutoka kwa utayari wao uko namna gani, kwa asilimia ngapi? Kusema kweli, uongozi wa klabu ya Simba, benchi lao la ufundi na wachezaji wanafanya kila kilichopo ndani ya uwezo wao kupata ushindi kwenye mechi hii. Wanajua ukubwa na uzito wa mechi hii kwa klabu ya Simba, lakini wanajua ukubwa na uzito wa mechi hii kwa nchi ya Tanzania. Ili tukilichukua itakuwa ni kombe letu la kwanza kwenye ngazi ya vilabu vya wakubwa na timu za taifa vile vile kwa timu za Tanzania. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana na wanafahamu hilo. Yaani kila unachowaambia unaona kabisa kwamba kinawaingia moja kwa moja na wamejiandaa. Hata mipango yao ya jinsi ambavyo wanataka kuapproach mchezo huu, unaona kabisa ni watu ambao wanajua wanachokifanya, na naamini hali hiyo itajionyesha uwanjani pia. Umezungumzia ukubwa na maandalizi ya mchezo kwa ujumla. Serikali mmeanza kwa kutoa ndege. Tungependa kufahamu, hatujasikia ahadi rasmi kabisa kuanzia bao la mama hilo la kwanza, na endapo Simba atachukua ubingwa, kitu gani hasa kama serikali mmewaandalia? Kwanza kwenye bao la mama, kwa sababu tuko kwenye nusu ya kwanza hizi finali, tumalize mchezo wa kesho alafu ahadi itakuja. Lakini kwenye bao la mama, Mheshimiwa Rais ameniagiza kusema kwamba bao la mama sasa hivi ni milioni 30. Kila goli ambalo wachezaji wa Simba watalipata ni milioni 30, na nilisahau kusema hapa wakati naongea nao, lakini tutapata nafasi ya kuwafikishia ujumbe huu. Kwa hiyo ukatili wao, na nimeiwekea alama za kufunga na kufungua, ndio utajiri wao kesho. Sikuja na hela hapa, lakini nitawahakikishia kwamba mabao watakayofunga tukifika nyumbani watakutana na hela zao airport. Alafu hiyo ya bonus ya kwamba wakishinda kombe hili watapata nini, tutaisema tukifika nyumbani. Unapata nafasi ya kuzungumza nao mara baada ya mazoezi ya mwisho, pengine kitu gani hasa mmewasa wachezaji, tuko gani, lakini pia pressure? Moja ya vitu ambavyo mimi huwa nawaambia wachezaji kila wakati ni kwamba wao wanaujua mpira kuliko sisi technically. Kwa hiyo sisi tunachokuja ni kuwatia moyo na kuhakikisha kwamba wanafahamu kwamba tunawaunga mkono, tuko nyuma yao, na yale yote yanayotakiwa kufanywa nje ya uwanja tutayafanya. Ile kazi ya ndani ya uwanja ndio ambayo sio ya kwetu, na tunawategemea wao kuifanya. Ndio hicho kitu ambacho kimsingi nimekuwa
nimekuwa nikiwaambia na nimewaambia leo tena. Mheshimiwa, kwa kumalizia, moja kati ya story kubwa ambayo inaendelea hapa Morocco ni kushangazwa kwa hiki ambacho kimefanywa na Simba. Wengi wanadai wachezaji wengi ni mara yao ya kwanza kushiriki fainali, na wengine kwa asilimia kubwa ni mara yao ya kwanza kushiriki haya mashindano. Pengine kuna uzito wote kupitia hiki kuwafanya RS Berkane kuingiwa uoga katika mchezo huo, hasa zaidi baada ya taarifa kutoka kwamba mchezo unaweza kupelekwa Zanzibar. RS Berkane wanatakiwa kuiogopa Simba. Simba kiukubwa ni klabu kubwa kuliko RS Berkane of course. Moja, lakini hata project wakati Fadlu anakuja mwanzoni mwa msimu huu kulikuwa na mipango ya namna ya kuendea msimu na kuendea misimu kadhaa ya mbele. Kwa hivyo kama alivyosema leo kocha, tuko mbele ya muda, na namna ambavyo ameuendea msimu na mafanikio yaliyotokea, unaona kabisa kwamba Simba imefanikiwa. Naona dude limewaka mapema kabla ya muda ambao kocha alikuwa umeupanga. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Berkane wanatakiwa kuiogopa Simba na kuiheshimu kama ambavyo Simba wanaiheshimu Berkane. Asante. Crown Media. Hapa ni nyumbani.